Kampuni kubwa ya teknolojia yaani Amazon inaripotiwa kuanza kupunguza idadi kubwa ya wafanyakazi wake wa ngazi za shirika yaani corporate kuanzia siku ya kesho Oktoba 29 kufuatia juhudi za kupunguza gharama na kuongeza ufanisi kupitia akili bandia au AI. Ripoti za vyanzo mbalimbali zinaeleza kuwa awamu hii inalenga wafanyakazi wa ofisi. Yaani Amazon inapanga kupunguza hadi wafanyakazi 30,000 wa ngazi za shirika, ikiwakilisha karibu 10% ya jumla ya wafanyakazi wake wa ofisi. Lakini kupunguzwa huku kunatarajiwa kuanza siku ya leo Jumanne, ambayo ni kuanzia pia kesho pia Jumatano, kulingana na ripoti za Jumatatu, na kuathiri vitengo mbalimbali kama vile rasilimali watu yaani HR, vifaa ambazo ni devices na operation. Kupunguzwa huku kunahusishwa na haja ya kupunguza gharama baada ya kampuni kuajiri kwa wingi wakati wa janga la Uviko 19 na kufuata mkakati wa mkurugenzi mtendaji yaani NDJs wa kuongeza ufanisi kupitia akili bandia. Kuhusu ripoti za awali za kuchukua nafasi ya wafanyakazi 600,000 na roboti au AI, hili lina muktadha tofauti kabisa, ambapo ripoti zilizotolewa wiki chache zilizopita kulingana na nyaraka za ndani zilizovuja za The New York Times zilidai kwamba Amazon inalenga kuto kuajiri zaidi ya wafanyakazi 600,000 wa ghala yaani warehouse ifikapo 2030 kutokana na kuongezeka kwa roboti na automatic yaani automation. Amazon ilipinga kwelikweli ripoti hiyo, ikisema nyaraka hizo zilikuwa hazijakamilika na zinapotosha pia, na kwamba kampuni bado inatarajiwa kuajiri mamia ya maelfu ya wafanyakazi wa ghala kwa misimu ijayo ya likizo. Licha ya kukataa nambari hizo, mkurugenzi mtendaji Jassy amekiri hadharani kwa ufanisi unaotolewa na AI utapunguza jumla ya idadi ya wafanyakazi wa washirika wanaohitajika. Kwa hivyo huku kupunguzwa kazi kwa watu 30,000 ukiwa na upunguzaji wa halisi wa wafanyakazi waliopo, madai ya 600,000 yanahusiana zaidi na kuepuka kuajiri wafanyakazi wa siku zijazo katika ghala kwa miaka ijayo kutokana na automation. Nadhani hivi sasa kila taifa linakumbwa na changamoto kubwa ya akili bandia kuchukua nafasi kwenye sekta mbalimbali. Mara ya kwanza tulishuhudia watu ambao wanatengeneza maudhui kwenye mitandao ya kijamii sambamba na graphics designer. Hivi sasa hata wafanyakazi wa ofisi nao wanapitia kipindi kigumu kuchukuliwa nafasi zao na akili bandia.